18. Huduma. Tunafanya kazi kwa juhudi katika maisha yetu yote kwa upendo na wema, furaha na shauku. Tukijitahidi kuchangia kwa ubora wa wale watuzungukao. Kadri tuendeleavyo kukua, kila mmoja wetu anajishughulisha na kazi za aina mbalimbali na hufanya juhudi kupata stadi na uwezo, maarifa na sifa tunazohitaji kutoa utumishi. Yapo mambo mengi ambayo sharti yafanywe katika ulimwengu huu, na kila mtu lazima aamue atakavyotumia kwa ubora zaidi vipaji vyake na uwezo wake alivyopewa na Mungu. Mfikirie mkulima anayefanya kazi kuanzia asubuhi hadi jioni kuwazalishia chakula ambacho watu wengine wanahitaji ili waweze kuishi. Mfikirie mfanyakazi wa kiwandani ambaye hutoa taaluma zake kutengeneza bidhaa ambazo zitawanufaisha wengi. Mwalimu anayetoa wakati wake kuwasaidia wanafunzi kujifunza kusoma na kuandika. Mwanamuziki ambaye anafanya mazoezi kwa masaa mengi sana ili kuumba muziki utakaoleta furaha katika mioyo ya wengine. Mwanasayansi hutumia maisha yake yote akitazama ulimwengu na jinsi mitindo ndani yake ifanyavyo kazi, kufanya mavumbuzi yanayoweza kuleta uelewa mpya utakaoibua teknolojia mpya. Maandiko ya hutuambia kuwa kazi inayofanywa katika roho ya utumishi inakubalika mbele ya Mungu kama ibada. Wewe pia utahitaji kufikiria jinsi utakavyochangia kwa usitawi wa jamii kadri unavyoendelea kukua. Zitakuwepo njia nyingi ambamo unaweza kutumia vipaji na uwezo ambavyo Mungu amekupa, na wakati wewe unafanya kazi kwa bidii, mathibitisho matukufu yatakuimarisha, na wewe utaanza kuona fursa nyingi zaidi za kuwatumikia wengine. Wewe bila shaka utaendelea kusoma na kujifunza na utajitahidi kupata ubora, njia yoyote uchukuayo maishani. Hata waliomfuata uhamishoni kutoka nchi yake ya kuzaliwa na ambao walikuwa na uwezo mdogo walijifunza sanaa ya kutengeneza mikeka ya matete. Alikuwa ambaye alitafuta mwalimu wa kuwafundisha taaluma hii, taaluma ambayo yeye mwenyewe alikuwa ameipata mapema. Katika safari zake za kwenda magharibi, aliwaeleza marafiki, ni lazima kila roho ifanye biashara na kazi fulani. Kwa mfano, mimi ninajua jinsi ya kusuka mikeka na wewe unajua taaluma nyingine. Hii yenyewe ni tendo la ibada, hasa kama inafanywa kwa misingi ya ukweli mkubwa kabisa na uaminifu. Ili kukumbuka umuhimu wa kufanya kazi aina yoyote katika roho ya utumishi kwa jamii ya watu, hebu tukariri maneno yafuatayo ya Ni lazima kwa kila mmoja kushughulika na kazi fulani, kama vile ya ufundi, biashara au nyinginezo. Tumeinua shughuli yako katika kazi kama hizo kwa daraja la ibada ya Mungu mmoja mkweli. Ni lazima kwa kila mmoja kushughulika na kazi fulani, kama vile ya ufundi, biashara au nyinginezo. Tumeinua shughuli yako katika kazi kama hizo kwa daraja la ibada ya Mungu mmoja mkweli. Hadithi. Jijini aliandaa shule ndogo kwa ajili ya watoto walioishi katika nchi takatifu. Walikuwepo wenye ujuzi mwingi hapo katika kipindi hicho. Kwa hiyo watoto walipata fursa ya kujifunza kutoka kwa kikundi cha walimu wa ajabu sana.
Miongoni mwa masomo yaliyofundishwa kulikuwepo na uandishi wa hati ambao ni usanii uliothaminiwa na Bahul na Abdul-Ba. Ni usanii wa kuandika sentensi zenye maana ya kina, mashairi na nyaraka kwa umaridadi mkubwa, kana kwamba ni taswira. Siku ya Alhamisi mchana watoto wa shule ya Kibaha walipata baraka maalum. Kila mmoja alichukua kali ya kuandika aliyoifanya vizuri zaidi katika juma zima na kumuonesha Abdul-Ba ambaye aliikagua, kuisifu na kumhamasisha mtoto kiasi kilichofaa. Kama kazi hiyo ya kuandika ilikuwa imetengenezwa vizuri sana, basi aliandika sentensi fupi ya kumsifu mwisho wa ukurasa kwa hati yake mwenyewe. Kwa watoto, karatasi iliyoandikiwa na hati ya Abdul-Ba mwenyewe ilikuwa ni hazina ambayo wangeithamini kwa maisha yao yote. Mwaka mmoja alitokea kijana mmoja wa miaka 12 au 13 hapo shuleni ambaye alikuwa mwenye akili sana, lakini alikuwa anajitahidi kukwepa jitihada ya ziada. Alipenda sana kucheza na matokeo yake ni kwamba kazi yake ya nyumbani ilikuwa iliyolipuliwa na duni. Sasa kijana huyu ambaye aliitwa Muhammad alikuwa na hamu sana ya kumfurahisha Abdul-Ba. Lakini muda ulipofika wa kukaa na kufanya zoezi la kuandika, alihisi hamu kubwa ya kwenda kucheza nje. Halafu juma moja Muhammad alionesha ari kubwa mno. Alifanya kazi ngumu na Alhamisi ilipowadia, alimpatia Abdul-Ba kazi ya uandishi nzuri sana. Bwana alifurahi sana na aliandika chini ya ukurasa maneno ya kumpongeza. Kama unavyoweza kubuni, Muhammad alifurahi mno hata alikuwa hashikiki. Aliangalia hati ya Abdul-Ba chini ya hati yake, akiwa na uhakika kuwa alikuwa kijana mwenye bahati sana katika ulimwengu wote. Kwa nini nisifanye hivi kila juma, aliwaza, na nipate baraka hii kila Alhamisi? Kwa hiyo juma lililofuata alijaribu tena, lakini ari haikuwa yenye nguvu za kutosha. Hakuweza kuandika hata msitari mmoja wa hati yake ambaye ingeweza kumfurahisha Abdul-Ba mara ya pili. Basi Muhammad alijiambia kimoyomoyo, Abdul-Ba ana kazi nyingi. Ana mambo mengi ya kufanya. Hawezi kukumbuka hati ya mtoto mdogo. Kwa hiyo alichukua mkasi mzuri akakata sehemu ya chini ya kazi aliyoifanya vizuri, hivyo akiondoa maneno ya sifa ambayo Abdul-Ba alikuwa amemwandikia. Unaweza kuona nia ya Muhammad ilikuwa ipi? Alitaka kumwonesha Abdul-Ba kazi ile ile ya hati kwa mara ya pili. Hili lilikuwa tendo linalostahili kukemewa, ingawa Muhammad daima alikuwa mtoto mkweli na mwaminifu. Alijaribu kusahau mpango wake. Mdanganyifu, lakini alishindwa. Siku ya Alhamisi mchana, Muhammad alisimama msitarini pamoja na kazi yake ya hati mkononi. Alihisi hisia ya masikitiko. Aliona aibu sana na alishindwa kumwangalia Abdul-Ba usoni. Basi hatimaye zamu yake ilifika. Kama daima, Abdul-Ba alionesha upendo na wema. Lakini bila shaka mara alipoona ile hati alijua nini kilitokea. Unafikiri Bwana alifanyaje? Je, alitangaza kosa la Muhammad mbele ya watu wote na kumwaibisha mbele ya wenzake?
La hasha. Kwa upendo mkubwa lakini pia kwa uimara mkubwa, alitanabahi jinsi kazi hii ilivyofanana na ile ambayo Muhammad aliwasilisha juma lililopita. Hakusema kitu, bali alimgusa mtoto kichwani kwa namna ambayo ilimfanya Muhammad aelewe kuwa Abdullah alielewa alichokifanya.